cha kwanza, mtu akisha kufa tunaanza kuona agano la kwanza. Mtu amekufa pa. Sisi kule kwetu akifa mtu pa, utaanza kuona watani wanakuja. Unakuta hao, jamani karibuni. Sasa mnalialia nini? Wanaanza na utani wao, wanaitwa watani hao. Wakishafika watani pale, wale ndio wanayemuogesha maiti, wanaofanya kila kitu pale, mara sijui nini, watani hao. Sasa maagano yanaanzia hapo kwa watani. Hebu sema watani. Inawezekana nyinyi kwenu hamna watani, lakini makabila mengi yana watani kwenye misiba. Haleluya. Sasa wale watani, hilo ni agano la kwanza. Sasa wewe unakuta unasema kwamba msiba hamna kuingia ndani, watani mpaka wapewe hela. Wewe mtakatifu unatoa hela eti hii unampa mtani. Umejiingiza kwenye nini? Ndio nakufundisha sasa ujue. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Haleluya. Sasa watani, fungua kitabu cha Zaburi sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza. Mungu anaongelea nini kwa habari ya utani au mizaa? Wanaleta mizaa kwenye misiba, wanaleta matani ya kila namna. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa watu wenye mizaa. Heri, anaposema heri, amebarikiwa mtu yule asiyekwenda kwenye mashauri ya wasio haki, wala kuketi barazani pa watu wenye mizaa, watu wenye utani. Sasa kuna hiyo mila ya watani. Msiba ukitokea, watani wanakuja. Amekufa babu, watani wanakuja. Sasa wewe huwezi kuzuia. Wewe ni mdogo tu kwenye familia, kuna wakubwa wako, ila unatakiwa sasa ujilinde. Watani wanataka wachangiwe hela, alafu wanakuja. Nani? Toa hela. Watani wanatakiwa wapewe hela pale msiba uingie ndani. Unaambia mimi sina hela kuwapa watani kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana neno la Mungu linasema ujikane nafsi yako. Haleluya. Swala la kuingia mbinguni sio jambo la mchezo. Usipoukana huu ulimwengu upenyi mbinguni. Ndio maana milioni 28, yule ndugu anashuhudia yule Nigeria, milioni 24 wanaokufa duniani kwa mwaka. Sasa hivi mpaka milioni 30 wanaokufa kwa mwaka duniani. Mbinguni anaingia mmoja, wanaingia wawili, mpaka wanaingia watano. Hebu waza, wanakufa tu milioni 28, wanaingia mbinguni watano kwa mwaka. Maanake milioni zote za 28 wanaishia wapi? Kuzimu. Shida ni nini? Shetani kaweka maagano kwenye maeneo mengi. Ndio maana unatakiwa uwe muombaji, uwe unaomba. Neno la Mungu linakuelekeza mambo mengi. Linapokuambia wala usifuatishe namna ya dunia hii, usiishie tu hilo neno ukalisoma ukalipita. Chukua hilo neno liingize kwenye maombi, mwambie Mungu, mimi yawezekana naifuatisha namna ya dunia hii na ninakutumikia wewe, na inawezekana sijui. Naomba nijue Bwana, kama naifuatisha namna ya dunia hii, naomba unijulishe. Niko tayari kuacha kuifuatilia namna ya dunia hii, niko tayari kuyaishi mapenzi yako. Unapoomba hivyo, Mungu anaachilia majibu. Shangilie Yesu. Utaifahamu kweli, kweli itakuweka huru. Kwa hiyo wapinge watani, pambana nao watani. Haleluya. Msiba umetokea nyumbani kwako, wewe ndio kiongozi, wastopishe huko mlangoni, waambie marufuku hapo, hakuna utani hapo kwa jina la Yesu. Kama mmezoea huko, sio hapa. Hapa anatawala Yesu, hapa hamna utani. Unakuta wanajikunyata wako hivi. Na watani wengi ni wachawi. Nikupe siri, watani wengi unaposikia mtani, wanakuwaga wanga wale walukaji, marubani wasiokuwa na leseni. Wachawi, watani.
Sasa mpinge mtani kwa jina la Yesu. Kuna kipindi tulienda msibani na mchungaji. Aise, wale watani walitawala ule msiba mpaka kanisani. Yaani mimi nashangaa makanisa ya wenzetu yani mpaka wanawaheshimu mpaka watani. Yaani unakuta mchungaji mtani anafanya mambo yake, mchungaji anatulia. Na wana vibendera vyao vya kichawi hivi. Mama ameshika wanaita kinu, ndio kamera. Kanisani ameenda nacho kinu, anakibeba hapa, anakigeuza hivi kwamba ndo anachukua kamera, anafanya vituko kweli kweli barabarani na kinu. Msiba unapokuja unaelekea kwenda kuzikwa, nasema wachawi wanaloga mchana kweupe na watu wanaangalia tu. Kwa hiyo maana yake ule msiba unaona kama kinu, ni lada hiyo. Wanachukua kila mtu aliyoko pale. Tukaomba tukasema kwa jina la Yesu na toba tunaharibu vitu vyao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watu wa vita, muda wote ni kupambana tu. Usiangalie tu kitu ukasema jamani haya nihusu, peleka moto hapo. Utaona vinaitika kwa jina la Yesu. Haleluya. Watani. Agano hili la watani hakikisha unalishinda. Wewe usishirikiane na chochote wanachotaka watani kwenye msiba. Wewe kaa pembeni, hacha wao ndugu wafanye. Yawezekana kwenye familia umeokoka wewe peke yako, huwezi kuzuia kusema kwamba jamani watani hawakuelewi. Hawawezi kukuelewa kwenye msiba, sijui umenielewa, ila wewe unatulia. Wanachotaka watani wewe watani wakilazimisha kwamba mtu akifa lazima wafiwa wote wale kisamvu kilichopikwa na watani. Watani wao wanapikaga chakula, wanawekewa chungu chao. Wale chakula kilichopikwa na watani unakuta unaletewa, unasema amna, usile hicho. Haleluya. Yaani ukila hicho utawaona watani kila siku nyumbani kwako tu, hawaishi kwenye maono. Mbona mtani amekuja? Uliingia kwenye agano nao kwa kupitia ushirika wa chakula au kutoa sadaka za kuwapa watani, au mtani anakupa maelekezo na wewe unafuata. Mtani anakupa maelekezo unafuata. Sasa kujilinda na hayo, kaa mbali. Haleluya. Unakaa mbali, ila wewe unaangalia tu huku unanena. Agano la kwanza shetani ameliweka la watani.